Bwana, kwa zaidi ya asilimia 99 ni wazi taarifa zinaonyesha kwamba Young Africans wamekamilisha usajili wao wa kwanza wa mshambuliaji wa klabu ya TRA United Emmanuel Mwanengo. Waliouza washathibitisha, bado walionunua. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, ikiwa inaonekana kabisa hii ni deal done, mimi kwa nafasi yangu nimekuja hapa mbele yenu kujaribu kupiga story na nyinyi kuhusu Emmanuel Mwanengo, tujaribu kumtizama ni mchezaji wa aina gani, safari yake ya kimpira ikoje, ni nini hasa ambacho anaweza kukiofa ambacho pengine hivi sasa kwenye kikosi cha Young Africans hakipo kwenye nafasi anayocheza na vitu kama hivyo. Emmanuel Mwanengo pengine kabla mwaka 2025 haujaanza, inawezekana lilikuwa ni jina ambalo Watanzania wengi walikuwa hawalifahamu katika masikio yao, kwa sababu huyu ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania ambao aliamua tu kuiendea safari yake ya kiuchezaji mapema sana nje ya nchi. Yaani hivi sasa na miaka 22. Kwa hiyo takriban miaka mitatu minne nyuma alishafunga safari yake na alikuwa katika nchi ya Tajikistan. Tajikistan ni nchi ambayo ipo katika bara la Asia. Alikuwa anacheza kwenye ligi kuu huko. Alikuwa anacheza katika vilabu viwili, Ravshan pamoja na Vaksha. Hivi ni vilabu viwili ambavyo Emmanuel Mwanengo alikuwa anacheza kabla ya kujiunga na Tabora, iliyokuwa Tabora United ambayo sasa hivi ni TRA, kwenye dirisha dogo la mwaka 2025 kwa maana ya Januari mwaka huu. Sasa kule alicheza jumla ya michezo 34 kwenye hizo klabu mbili. Ilikuwa ni kama spell ya misimu miwili, msimu wa 22-23 Ravshan, msimu wa 23-24 alikuwa katika klabu ya Vaksha. Kwa hiyo alifunga jumla magoli 7 na kutoa pasi za mwisho 4 kwenye michezo 34 ya kiushindani ambayo alicheza katika hizi klabu mbili. Sasa pia katika safari yake huko akiwa katika klabu ya Ravshan alifanikiwa kutoa kombe la Super Cup, la Tajikistan Super Cup. Alifanikiwa kutoa taji hilo. Dirisha dogo la mwaka huu 2025 TRA United akiwa katika klabu ya Vaksha wakaamua kupita naye kwenye usajili wa dirisha dogo, wakamuingiza kwenye nusu msimu wa kwanza. Alishiriki jumla ya michezo 14, akafunga magoli 2. Msimu huu amepata takriban dakika kama 350 na kitu hivi, kitu kama 54. Ameweza kuregister assist moja kwenye michezo 7, ambayo hizo dakika 354 ameweza kuzikusanya kwa ujumla wake. Sasa huu ni mchezaji ambaye kisifa ni mchezaji ambaye ni physical, ana matumizi makubwa sana ya nguvu, ni mzuri sana kwenye hold up play, alafu pia technically yuko vizuri. Yaani kwa nilichokiona kutoka kwa Emmanuel Mwanengo, anakupa kidogo ya kile ambacho unaweza usikipate kikamilifu kutoka kwa Mzize, hasa kwenye kuweza kucheza kikamilifu goli la timu pinzani akiwa amelipa mgongo, lakini pia anakupa technicality ambayo pia unaweza usiipate kwa Boeli kwenye mazingira ambayo saa nyingine Boeli anakuwa anajaribu kuforce akiwa anacheza goli la timu pinzani akiwa amelipa mgongo. Emmanuel Mwanengo yuko comfortable kucheza akiwa amelipa goli la timu pinzani mgongo, then on top of hapo yuko technical, yuko clean, technique yake iko vizuri, anaweza kuachia pasi mapema, na hili linadhihirika pia kutokana na uwezo wake wa kucheza kwenye maeneo mengi. Of course kiasili huyu ni center forward. Young Africans wanamsajili kama mshambuliaji wa kati mzawa, lakini Emmanuel Mwanengo huko alikokuwa Tajikistan, kuna mechi nyingi sana alipokuwa katika klabu ya Ravshan, Raksha, alikuwa anatumika pia kama winga wa kulia. Kwa hiyo anaweza akacheza kama winga wa kulia utakapohitaji afanye hivyo, lakini pia kiasili anacheza kama mshambuliaji wa kati. Kwa hiyo nimekuwekea bayana hapa kwamba kwa uchache sana linapokuja swala la kucheza goli la timu pinzani akiwa amelipa mgongo, he's much better kuliko Mzize kwa mtazamo wangu mimi, kwenye namna ambavyo anaweza kujishikilia kwenye swala hilo. Mzize is okay, he's decent, lakini naona kama vile Mwanengo ana level nyingine kwenye kuweza kucheza goli la timu pinzani akiwa amelipa mgongo. Then pia goli la timu pinzani kucheza akiwa amelipa mgongo, hichi ni kitu ambacho tumekuwa tukiona Boeli akiweza kukifanya, lakini Boeli technically uwezo wake uko chini. Emmanuel Mwanengo technically yuko proficient, yani naye amejitosheleza katika hilo. Anaweza akacheza goli la timu pinzani kalipa mgongo, kisha mguuni kuna utulivu, anaweza kuiangalia pasi kwa wapi, anaweza akaitazama option ilipo. Huyo ndio Emmanuel Mwanengo. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye pia ana kasi. Ana kasi kubwa sana kwenye transition, ni mchezaji ambaye ni hatari. Kuna mabao mengi amechangia kwa kutumia utaratibu wa namna hiyo. Ana kasi sana kwenye break, ni mzuri sana kwenye kufika kwenye boxi, ni mzuri sana hewani, anaweza kuwasetia wenzake. Nimeweka bayana, unaweza kuona mgawanyo wa takriban goli 9 pamoja na assist 5 zinakuonyesha sifa ya mtu ambaye hategemei tu kufunga peke yake, anaweza pia kuwa msaada kwa wenzie kwenye upatikanaji wa magoli mwisho wa siku. Kwa hiyo huyu bwana Young Africans
kuna taarifa wakati Pedro Goncalves anaweka bayana kwamba anahitaji mshambuliaji. Niliwahi kuweka nafikiri bayana kwenye moja ya video zangu hapa kwamba miongoni mwa sifa ambazo Young Africans walikuwa wanazitafuta kutoka kwa mshambuliaji wa kati ni mshambuliaji ambaye ana nguvu, mshambuliaji ambaye anaweza akacheza goli la timu pinzani kalipa mgongo, ni a powerhouse. Moja ya vyanzo vikubwa hapa ndani vilibainisha kwamba a powerhouse, mchezaji mwenye sifa hiyo, Emaele type, nilishawahi kusema hichi kitu ndicho ambacho Young Africans wanakitaka kutoka kwa washambuliaji ambao watakwenda kuwasajili. Na Emmanuel Mwanengo, kwa wale ambao hawajabahatika kumuona, hiyo ndio sifa yake. Anaweza akacheza goli la timu pinzani kalipa mgongo, technically yuko vizuri, anaweza kucheza kulia na kushoto licha kama ni mshambuliaji wa kati, ana kasi, ana nguvu. Yaani sifa zote ambazo mwalimu Pedro Goncalves alikuwa anazitaka mshambuliaji wa kizawa Emmanuel Mwanengo ambaye amejiunga na Young Africans, kwa taarifa ambazo zimethibitishwa na vyanzo vingi, anazo kikamilifu. Kwa hiyo huyo ndio Emmanuel Mwanengo bwana. Young Africans kiukweli wamekwenda kusajili mchezaji ambaye ana umri mdogo, ana potential. Ni swala la kuendelea kuaminiwa, kupewa nafasi. Ni wazi anaweza kabisa kuendana na style ya uchezaji Young Africans. Young Africans ni timu ambayo inacheza kwa kasi, ni timu ambayo inategemea kuna muda icheze sana kwenye transition. Hivi ni vitu ambavyo kwa sifa yake Emmanuel Mwanengo anaweza kabisa kufit ndani yake, akaweza kuwa ni mchezaji ambaye akaweza kwenda kukidhi sifa za timu ambayo inapenda kucheza mpira wenye kasi kubwa, na saa nyingine kuwa kwenye mazingira ya kuisaidia timu ambayo inapenda kucheza kwenye transition, kama ambavyo nimebainisha kwa kesi ya Young Africans.